kutoka Zaburi 139 mstari wa 14. Zaburi 139 mstari wa 14. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Amen. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni jioni tena nyingine Mungu ametupa nafasi na kibali cha kuwa madhabahuni pake kwa ajili ya kumwabudu yeye na kumtukuza. Mbele yenu mimi naitwa Eva Mkasunga, nafikiri mnanifahamu wengi. Amina. Amina. Maneno ya Mungu tumepewa jioni ya leo yenye kichwa cha somo kinachosema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hebu mwambie jirani yako tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kia orana. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Unaniambia mwambie jirani yako. Mwambie kia orana. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Amina. Amina. Maneno ya Mungu yanasema kwenye Zaburi ya 139 mstari wa 14, mtunzi anajua sana. Haya maneno alitamka wakati anazungumza akiwa anajiona yeye mwenyewe jinsi alivyo na namna anapoishi. Akasema sasa hapa ni mshukuru Mungu kwa jinsi alivyoumba mimi. Bwana Yesu asifiwe. Aliangalia uumbaji wa Mungu. Akasema hapa niseme nini zaidi ya kumtukuza Mungu, zaidi ya kumshukuru Mungu. Anatukumbusha jioni ya leo, hivyo ulishakaa kwa wewe kufikiri na kusema nimshukuru Mungu kwa jinsi alivyoniumba. Ulishawahi ukakaa ukatafakari tu, Mungu ninakushukuru hata kuniumba hivi nilivyo mimi. Ninakushukuru. Daudi anatukumbusha kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyoniumba, ni kwa jinsi ya ajabu. Tuangalie uumbaji wa Mungu, namna Mungu alivyomuumba mwanadamu. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Tuone uumbaji wa Mungu. Kwa nini Daudi anasema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu? Tuione kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Tutasoma 27, alafu tutaruka tutaenda 31. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Turuke mpaka 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Amen. Tunaona hapa Mungu kuna mawasiliano ambayo alikuwa anafanya. Huko mwanzo ameumba vitu vingi. Siku ya kwanza ameumba, siku ya pili, siku ya tatu anatamka tu. Anasema viwe anga, inakuwa anga. Anasema ifanyike miale, inafanyika. Anasema anaumba viumbe vinakuwepo. Bwana Yesu
tu. Maana mimi na wewe ni mfano wa Mungu. Mwambie mwenzako mimi na wewe ni mfano wa Mungu. Mwambie wewe ni mfano wa Mungu. Unajisikiaje kuwa mfano wa Mungu? Mfano manake ni uhalisia wa kile kilichopo. Si ndio jamani? Ni uhalisia wa kile kilichopo. Kwa hiyo sisi ni mfano wa Mungu. Na ndio maana tunaambiwa tutamke, tuzungumze. Manake kama Mungu alizungumza akasema iwe mbingu, iwe nchi na ikawa, na wewe mwanadamu ni mfano wa Mungu. Unao uwezo ule wa kimungu ndani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunao uwezo wa kimungu ndani yetu. Mungu akamuumba mwanadamu, akamuumba Adamu. Baada ya kujadiliana, akachukua udongo, tunaambiwa alichukua mavumbi, akafinyanga, akaona aweke hivi, na tunaona alianza kumuumba nani? Mwanaume. Mwanaume ndio alianza kuumbwa. Akamuumba, akasema huyu mwanadamu niweke kwa namna gani? Akamweka vile, akatokea mwanadamu ambaye ni mwanaume. Amina. Mwanaume mzuri wa kupendeza. Baadaye akamweka pale, akampulizia pumzi ya uhai, akawa mwanadamu anapumua. Tunaona upendo wa Mungu ulivyo mzuri. Amina. Kule kwingine akusipendi time kama huku. Kule alikuwa anasema hiyo inakuwa, lakini hapa alichukua muda wake. Siku nzima anakaa anafanya wanajadiliana pale awe hivi. Bila yani napata ile picha. Walikuwa wanasema na tufanye. Sasa mimi napata ile picha. Hapa tumweke hivi. Hapa tumweke hivi, akae hivi. Akatokea bila alivyo. Kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alipomweka pale, Adamu huyo yuko hapa anapumua. Akasema basi tumweke kwenye bustani nzuri ya Edeni. Akaweka kwenye ile bustani yenye kila kitu. Akaambiwa kaa hapa. Na mwanadamu akakaa pale. Lakini baadaye tunaona Mungu akaona si vema huyu mtu aishi peke yake. Akamuumba tena mwanamke. Akampa Adamu usingizi, amelala. Akachukua ubavu, akachukua nyama katika ubavu wa Adamu. Akaenda akaifinyanga. Alipoifinyanga tena akaiwekea madoido zaidi ya ile ya kwanza. Madoido sinajua jamani. Makorombwezo. Wanawake tukiwa tunapika tunajua kuweka makorogation yale, si ndio? Kinakuwa kitamu. Mungu akaweka kikorombwezo kwa mwanamke. Kama unavyoona mwanamke ni mzuri wa kupendeza, si ndio jamani? Kwa nini alimweka mwanamke mzuri wa kupendeza? Maana aliona ameshamuumba Adamu jinsi alivyo. Adamu akikaa pale peke yake anakuwa mpweke, hana kuzungumza naye, hana kuteleza story. Angekuwa amemuumba mwanaume mwenzake, ungekuwa anaishi tu kawaida, lakini haina madoido kama alivyoishi mwanamke na nani? Mwanaume. Akamweka mwanamke pale, akamleta kwa Adamu. Alipomleta pale, Adamu akaamka usingizini. Kwa akatazama picha mbele yake, anaona kitu kizuri kinameremeta namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alivyoona vile, Adamu akasema wow, hakika huu ni mfupa katika mifupa yangu. Hii ni nyama katika nyama yangu. Maana alimpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimpenda. Naona jinsi Mungu ambavyo amemletea kitu cha ajabu mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi ambavyo Mungu alimfanya mwanamke, akamfanya mwanaume. Namna hiyo ni ajabu. Hata wewe mwenyewe ungepofanya. Unajua wanadamu tumepewa akili ya kufanya mambo mengi, lakini hakuna mwanadamu ambaye alishawahi kutengeneza mtu akapumua akatembea. Si ndio jamani? Kwa hiyo maana sisi ni waajabu, tumetengenezwa na Mungu mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe. Ndio maana Daudi alikuwa anatafakari, akasema nitamshukuru
Adamu mamlaka. Tuseme mamlaka. Mamlaka. Amepewa mamlaka ya kutawala. Akaambiwa na kuweza kwenye bustani ya Eden utawale viumbe vyote. Na kitu cha kwanza alichoanza kufanya, alianza kuwapa majina. Wewe utaitwa ng'ombe, wewe mbuzi, wewe nani? Hata mwanamke mwenyewe yeye alimpa jina. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwa kuwa wewe umetoka kwa Mungu wangu, utaitwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kabisa jinsi ambavyo Mungu amempa mamlaka mwanaume. Tusome Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunaona mamlaka anayopewa. Mungu ana mamlaka. Anasema mwanaume ni kichwa cha Kristo. Maana kutoka Mungu alimleta mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Hapa tunaambiwa mwanaume ni nani? Ni kichwa cha Kristo. Maana yake hapa duniani mwanaume anaposimama katika familia anamwakilisha nani? Kristo. Ambapo ndani yake kuna mwanamke, alafu kuna watoto. Si ndio? Kuna ule wimbo unasema baba awe askofu, mama awe mchungaji, watoto nao wawe injilisti. Bwana Yesu asifiwe. Manake mamlaka yako kwa nani? Kwa mwanaume, ambapo anasimama kumwakilisha Kristo katika familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo tunatakiwa kuenenda. Hata kama mwanamke una mali ya namna gani, hata kama umemzidi mwanaume kwa kiasi gani, lakini mamlaka yako kwa nani? Kwa mwanaume. Uweze kukaa ndani ya familia ukajiamulia tu wakati mwanaume yupo. Hiyo imetoka kwa Mungu mwenyewe. Mtume Paulo kwa Wakorintho anatufundisha, anatuambia hivyo hivyo mwanaume ni kichwa cha Kristo. Maana amepewa nini? Mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ajabu nyingine ambayo tunaona mwanaume alipewa kazi. Alipewa kazi ya kufanya. Hakuwa akae tu. Hakuambiwa nenda pale kalale. Alimpa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 2:15-17. Tuone alipewa kazi gani pale. Mwanzo 2:15-17. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mwanaume alipewa majukumu. Alipewa nini? Majukumu ya kufanya. Hapo alipoenda kakae. Ndio maana tunaona wanaume kwa kweli wanachangamka, wanahangaika huku na huku, wanatafuta pesa kwa ajili ya kuhudumia familia na namna atakavyoishi leo. Hilo ni agizo la Mungu. Wale ambao wanakaa na kufanya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, Mungu hapendi. Wanakuwa hawaheshimu uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaume wanapewa wafanye kazi. Sio kwa sababu hapa ni mjini, inategemea na mazingira. Sio lazima kulima, kuna kazi za kufanya, kuna biashara, kuna kama umesoma tena unaweza kuajiriwa kufanya kazi hizi ambazo tunaambiwa ni kazi za kufanya. Hiyo ni lazima mwanaume yote afanye kwa sababu ni agizo la Mungu. Lazima kufanya kazi. Bwana apewe sifa. Zipo nyingi. Tunaona kuna sehemu ambapo tunaona amepewa ile kupenda hisia, kama tunavyoona pale Adamu alipoletewa mwenzake akasema, hakika huu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Manake tunaona amepewa hisia. Mwanaume anapewa
kitu ambacho aliweka ndani yake. Aliweka hisia ile ya kupenda, na hivyo hata Mtume Paulo anatuambia katika ile Efeso kwamba enyi waume wapendeni wake zenu. Anawasisitiza, anawakumbusha, ukumbuke kule ulipopewa mwenzako, maana yake ulipewa ndani ya nyama yako. Maana yake ampende kama anavyopenda nafsi yake. Ni kitu ambacho Mungu aliweka ndani ya mwanaume. Lakini pia alipa akili. Alipoa mwanaume akili. Anasema muishi nao wake zenu. Kwa nini? Kwa akili. Kwa nini anamwambia hivyo? Anajua mwanamke alivyomuumba. Kwa hiyo yeye akamwambia ishi naye kwa akili. Kuna akili aliyo. Hata tukiona kawaida sisi wanadamu tumepewa akili tofauti na wanyama, tofauti na viumbe vingine. Maana yake tunaweza tukafanya mambo makubwa tofauti na wanyama, tofauti na viumbe vingine. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu sisi wanadamu. Siku moja nilikuwa na mwanangu, tulienda kijijini. Kijijini kule kuna mifugo mingi. Mwanangu akawa kila saa anakimbia kwenye zizi la ng'ombe. Akaenda, anaangalia ng'ombe, anachukua majani, anampa kwa mkono. Anamsogezea kabisa, akamwambia wewe, ng'ombe atakula huo mkono. Akaniambia, "Kwani ng'ombe haoni mkono wangu?" Nikamwambia, "Huyo ng'ombe ana akili kama wewe. Kwa hiyo wewe mpe tu kwa mbali, toa, atakula mkono wako." Akawa anashangaa. Kwani haoni? Kwani si anaona mkono wangu? Alikuwa na miaka kama 4 hivi ananijibu. Nikawa nimeenda jikoni napika, akarudi tena. Alikuwa anaangalia zizi, akasema, "Mbona hao ng'ombe wamefungwa tu, hawafunguliwi? Kwa nini wanakubali kufungwa tu?" Nikamwambia, "Ukiwaachia hapo wataondoka, hawarudi." Kwani hawezi kujua nyumbani kwao? Nikamwambia, "Sio rahisi, hawezi kujua." Akaniambia, "Ningekuwa mimi singekubali kufungwa." Mtoto ananijibu. Nikamwambia, "Mwanangu, sisi wanadamu ni tofauti na wanyama. Sisi tumepewa akili za kutambua tofauti na nani? Na wanyama." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tunajiona namna ambavyo tuko watofauti, jinsi ambavyo tumeumbwa watofauti. Kwa haraka tutaangalia jambo zilizoko kwa mwanamke. Mwanamke ameumbwa awe msaidizi. Tusome ile Mwanzo 2:18. Mwanamke ni msaidizi wa mume wake katika mambo mbalimbali. Tumeambiwa tuwasaidie baada ya Adamu kuumbwa na kazi zake zile, lakini sisi tukaletwa pale kwa ajili ya kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni msaidizi, mwambie mwenzako wewe ni msaidizi. Lakini pia mwanamke ameumbwa kwa mlinzi. Ni namna ya ajabu ambayo Mungu ameweka pia. Mwanamke atamlinda. Yeremia 31:22b anasema Mungu amefanya jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanaume. Haumlindi kwa mtutu wa bunduki. Hauendi kukaa kumvizia mume wako. Hauendi kukaa barabarani kuona ametoka au ameingia na nani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke unapiga magoti, unamlinda mumeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Unamlinda kwa maombi. Ametoka kutakia maneno mazuri, ukafanikiwe mume wako. Ufike salama. Ni maneno mazuri unamtamkia, yale ni yanamlinda. Haleluya. Wale waliokuwa kule tulikwenda Ijumaa ngazi moja, mchungaji yule alisimulia. Akasema kilichotokea. Sivyo jamani? Nafikiri tunakumbuka sana hapo. Lakini mwanamke ameumbwa kwa namna tena ya ajabu, amewekewa ushawishi ndani yake. Amepewa ushawishi. Waamuzi 16:1 tunapata story ya Delila na nani? Na Samson. Tunaona namna ambavyo Delila alimshawishi Samson mpaka akamwambia siri yake. Ni namna ambavyo anamshawishi. Je, ingekuwa ni mwanaume mwenzake angemwambia? Asingemwambia. Lakini kwa sababu kuna ufundi ambao Mungu ameweka ndani ya mwanamke, ndio maana akaweza kumwambia dini. Lakini sio Delila tu. Tumkumbuke Esther. Esther naye aliweza kumshawishi
yule mfalme Ahasuero. Katika waraka ule alioandaa Amani wa kuangamiza Wayahudi, lakini Esther alienda na kutii kwa mfalme, akamwambia na kuomba mfalme mfute huo waraka. Lakini Mungu alisikia maombi ya Esther na yule mfalme akasikia maombi ya Esther. Mwisho wa siku Wayahudi hawakuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile namna ya kushawishi. Lakini tunaona mwanamke pia na hazina nyingi ambazo amewekewa. Sisi wanawake Mungu ametupa hazina kubwa sana ndani yetu. Tuna uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Unaweza kukuta mwanamke anapika, ananyonyesha, huko anafanya kazi nyingine. Hata mimi mwenyewe nishaona hicho kitu. Kuna siku nilikuwa jikoni napika, nikawa hapo mtoto ananiletea homework nifanye. Wakati huo hapo ananiambia, ananiuliza maswali mengine najibu, napiga simu, naongea. Mambo mengi kwa wakati mmoja. Nikajishangaa mwenyewe. Hapo naona jinsi ambavyo Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu. Yaani nafsi yako inashuhudia kweli mimi nimeumba kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tumepewa akili nyingi. Ni kitu cha ambacho Mungu amekiweka kwa mwanamke. Akili nyingi. Hebu jiulize, kama mwanaume ameambiwa, "Enyi wanaume ishini na wake zenu kwa akili." Maana yule sio mpumbavu. Yaani ana akili kupita wewe. Kwa hiyo anakutahadharisha, huyo mtu ana akili. Kwa hiyo unapoishi naye kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Amina. Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu ambavyo ni vizuri na vya kupendeza. Kwa kuhitimisha, somo la leo linatufundisha nini? Linatukumbusha kutunza uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa tutunze uumbaji wa Mungu. Tumshukuru Mungu kwa upendeleo aliotupa sisi wanadamu. Tofauti na wanyama, tofauti na viumbe vingine, sisi tumepewa upendeleo. Hata nafsi zetu zenyewe zinashuhudia tumepewa upendeleo. Kwa hiyo tunaambiwa kumshukuru Mungu kila wakati na kutunza uumbaji wa Mungu. Tunza, maana Mungu amekuweka jinsi ulivyo. Tunza uumbaji wa Mungu. Acha kuchafua hekalu la Kristo. Acha kuharibu hekalu la Kristo. Tunza huo uumbaji. Amina. Haleluya. Tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetuumba sisi kwa namna ya ajabu. Umetuwekea hazina nyingi, umetuumba kwa namna ya tofauti, umetofautisha na viumbe wengine, ukatuumba jinsi tulivyo. Nasi tunaungana na Daudi mtumishi wako ambaye anakushukuru, anasema tunakushukuru Mungu kwa jinsi ulivyotuumba kwa namna ya ajabu. Nasi tunaungana naye saa hii Bwana kukushukuru wewe, kusema asante Mungu kwa sababu umetufanya hivi tulivyo. Baba mtakatifu na Mungu wa milele, endelea kututunza, endelea kutubariki, endelea kutujaza nguvu zako na uwezo wako Mungu, kwa sababu umesema sisi ni mfano wako. Mungu endelea kututia nguvu, endelea kutusaidia ili tukaweze kuishi maisha ya kukupendeza wewe na tukaweze kutunza uumbaji ambao uliweka ndani yetu, katika jina la Mungu Baba. Ukatusaidie Bwana, hata wale ambao wametetereka, wale ambao wameingia katika kuharibu na kuchafua hekalu lako, Mungu wetu na mfalme wa amani, tunaomba kupitia Roho wako Mtakatifu akawasaidie, akawakumbushe kwa wewe ni Mungu wetu ambaye tumetuumba kwa mfano wako, ili tukaweze kutukuza na kubariki wewe, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.